Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya saa nyingine ambayo umetupa ya kuweza kusimama mbele yako kwa ajili ya kusikia maneno kutoka kwako Baba. Nami saa hii nashuka kama mtumishi wako nikinyenyekea Bwana, nikikukaribisha Roho Mtakatifu mahali hapa Bwana. Kwa yote Bwana aliko mahali hapa na yote atakayesikiliza baadaye kwa ujumbe huu utakaofundisha mahali hapa Bwana, nguvu yako ya Roho Mtakatifu na hekima yako katika kufundisha ipate kuwa juu yake Bwana. Fungulie moyo wake Bwana, asitoke kama alivyoingia. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Wakristo tupigie Yesu makofi sasa. Kama sio tunaweza kuketi. Katika hizi chache kina kichwa kinachosema faida za kuomba rehema za Mungu. Faida za kuomba rehema za Mungu. Faida za kuomba rehema za Mungu. Na nataka tuweke jambo hili kwa msingi mfupi sana, alafu tupate nafasi ya kwenda kuomba kwa dakika chache. Na kwa kutazama hali halisi ambayo kwanza ipo katika Tanzania na hata katika dunia, kama ukiangalia Afrika nzima na dunia nzima, katika kipindi hichi kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa watu kuomba. Kama unapata nafasi ya kuangalia maeneo mbalimbali, kunakuwa na makongamano mengi sana ya maombi. Tofauti na miaka ya nyuma, kumekuwa na makongamano mengi sana maombi. Na hii si swala la kuona tu hapa Tanzania au katika kanisa tu. Ukiangalia hata nchi za jirani, kuna makongamano yanafanyika. Huwezi ukaamini kwamba ni ya maombi, watu wanakutana siku 2 siku 3. Bwana, angalia kwa mfano pale Nigeria, unaweza kukuta kuna kongamano linafanyika. Unaweza kukuta wanafika mpaka watu 300,000. Hawajaja kwa ajili ya kuombewa kwa ajili ya vitu mbalimbali, wamekuja tu kwa ajili ya kuomba. Wanamsihi Mungu kwa ajili ya nchi, wanamsihi Mungu kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo yapo katika nchi na yanakuja yanaendelea katika dunia hii. Kwa hiyo utakuja kugundua kwa dakika chache hizi kwamba kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa watu kuomba, hasa katika kipindi hichi. Watu wanaomba sana kwa mzigo. Watu wanaomba sana kwa mzigo. Kumekuwa na makongamano na kumekuwa na mahali fulani. Ni wiki kama 2 zilizopita nilikuwa sehemu fulani, mtumishi nilikuwa na washuhudia, tulienda kanisa fulani, nikashangaa sana kukuta, unaelewa maana ya kukuta watoto wako chini ya miaka 7 yakiitishwa maombi ya kufunga kanisani na wao wanafunga. Watoto walioko Sunday school, wako Sunday school ambao sisi tunawaonea huruma, bwana watapata njaa dakika 2, lakini pale nilikuta ile kanisa hapo sisi mpaka watoto wanafunga. Na wanao waliokuwa kubwa, nikaona yule mchungaji ameanzisha maombi ya kufunga masaa 24, masaa 24, na watoto nao wanaenda. Sasa ukiona kiu ya namna hiyo imeingia katika kanisa, lazima na sisi kwenye makanisa tuanze kuangalia pia structure zetu za kimaombi. Kwanza kuwafundisha watu namna ya kuomba sahihi. Amina, watu wa Mungu. Namna pia ya kufanya haya makongamano sahihi, kwa sababu ni uamsho ambao unapita na makanisa mengi, na makanisa yakibaki nyuma kwenye hilo eneo, mengi yanakuwa tunasema yanapitwa na wakati. Ndio sawa, yanapitwa na wakati yakibaki nyuma kwenye hilo eneo. Sasa hivi ni kitu cha unaweza kushangaa kama unafuatilia hata huduma mbalimbali, ni kitu unaweza kushangaa watumishi ghafla wanaanza kufanya maombi ya usiku wa manane. Kwenye makanisa sio mengi ambayo yako hivyo, ambayo unaweza ukaitisha Wakristo kwamba tuje kwenye mkesha kuanzia saa 4 mpaka saa 12. Wengi kuna sababu na sasa hivi kuna baridi. Kwa kweli kuna baridi kali sana. Lakini nataka nikwambie hayo maombi yanafanyika watumishi, na makanisa yanafanya kwa juhudi sana, na watu wanafanya kwa juhudi sana, na huduma mbalimbali zinafanya kwa juhudi sana. Sasa kwa dakika hii na siku hizi chache za mwisho ambazo tuko mahali hapa, nataka kufundisha kitu kidogo kwa ajili ya kuweka kiu ya maombi ndani yetu na maombi katika kanisa, kwa ajili pia ya kujifunza vitu vya kimaombi ambavyo vinaendelea katika dunia hii. Na tusivishangae vinapotokea, tusivishangae sana vinapotokea, kwa sababu ndio uamsho umefika Tanzania. Amina, watu wa Mungu. Ndio uamsho umeshafika. Kwa hiyo kuna kizazi kipya cha watumishi ambacho kinainuka, ambacho kitakuwa ni cha tofauti kidogo ambacho na kilivyo. Sasa kama tulipokwisha kama kichwa chetu tunaposema tunataka tujifunze faida za kuomba rehema za Mungu. Jambo la kwanza ambalo nataka uliangalia hapa kama jambo la msingi
ni kwamba kuna aina mbalimbali za maombi. Hilo ni jambo la kwanza kabisa ambalo nataka uliangalie katika moyo wako na uliweke katika moyo wako. Kuna aina mbalimbali za maombi. Watu wa Mungu, ziko aina mbalimbali, na nataka niweke msisitizo hapa kutokana na mwingiliano wa madhehebu mbalimbali na taasisi mbalimbali. Saa zingine kunakuwa na kukataana kwa aina fulani za maombi, lakini haimaanishi hiyo aina haipo kwenye Biblia. Amina, watu wa Mungu. Kwa mfano, kuna maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga, kweli kuna madhehebu yakubali kabisa, hawaamini kwenye hicho kitu. Amina, watu wa Mungu. Lakini Anglikana naona wengi wanaamini kwenye hicho kitu kabisa. Tulikuwa na askofu akafungua mlima wa maombi kule mara ya mwisho. Anglikana hicho kitu sio shida. Lakini nataka nikwambie, kuna mahali hicho kitu kuna makanisa ambayo unaweza kukuta mwaka mzima, miaka 2, miaka 3, mchungaji hajawahi kuitisha na maombi ya kufunga. Lakini haina maana kwamba kwenye Biblia hayapo, na yana faida yake. Lakini pia kuna maombi pamoja na kulia, yapo kibiblia. Kuna maombi pamoja na kulia. Tupata nafasi kabisa ya kufundisha vizuri haya masomo. Maombi pamoja na kulia yapo katika Biblia na yana faida zake. Katika Zaburi anasema wazi kabisa, uyahifadhi machozi yangu katika chupa. Yapo katika Biblia kabisa hayo. So kutokana na denominations zingine wanakuwa hawaamini ni kitu sahihi kutokana na jinsi ambavyo Mungu alivyowafunulia na hayo watu. Kuna watu wengine wanaamini katika maombi ya kutembea tembea. Kwa mfano kama hapa, nataka nikueleze wazi kabisa, tunaomba tunatembea ni uhuru. Lakini kuna watu wengine kabisa hawaamini katika hicho kitu. Na kibiblia ipo kabisa, watu wa Mungu. Yeriko ilipokuwa inazungukwa, watu walikuwa wanauzunguka ule mji wakiwa wanatembea. Yaani ni aina ya maombi ya kuomba huko ukiwa unatembea, ukiwa unatamani kuteka mji. Huwa katika biashara, huwa tunawaambia wafanya biashara mbalimbali ambao wana taasisi mbalimbali zilizoko mahali hapo, nataka kuombea biashara yako, nataka kuombea kazi yako, nataka kuombea eneo lako ambalo unafanya kazi. Saa zingine unaweza ukaliombea huku unatembea. Unaomba una biashara yako iko pale mjini, unaomba huku unaita wateja katika biashara yako huku unatembea. Ni tofauti sana kuomba kuita wateja ukiwa ndani ya biashara na kuomba ukizunguka mjini ukiwa unatembea. Siku hizi nimeanza kuona kuna kitu cha ajabu sana kiko hapa. Ikifika saa 2, saa 3, unaweza ukaona watu mjini ni kama wanafanya mazoezi, lakini kesho kutwa utakuja kushangaa, mbona hao waliokuwa wanakimbia usiku saa 2, saa 3 wanafanya mazoezi, wanakimbia hapo mjini, kumbe wana frame ya biashara. Unakuja kugundua kuna kitu cha ziada wanafanya. Sasa mara nyingi huwa hawafanyi katika Kristo. Amina, watu wa Mungu. Kwa mtu anaamka tu anapiga jogging, anakimbia, kumbe anavuta wateja. Unashika biashara yake inaenda, kazi zake zinaenda, na vitu vingine vinaenda. Kwa hiyo ni kitu gani nachotaka nikueleze kwamba kuna maombi kabisa ya kutembea tembea. Lakini katika kanisa, watu wa Mungu, kuna maombi ya kunena kwa lugha. Moja ya kitu ambacho katika kanisa kwa kweli ambacho natamani sana kabisa watu tukipate ni maombi ya kunena kwa lugha. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14, maandiko yanasema wazi kabisa, natamani ninyi nyote mnene kwa lugha. Kuna faida yake kubwa sana na kuna vitu mbalimbali. Alafu kuna maombi mengine ambayo lazima upige magoti yako kama ukiwa unamsihi Bwana. Kuna maombi pamoja na kusifu. Maombi pamoja na kusifu utayaona katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo na Sila walipokuwa wakimwomba Mungu wakiwa gerezani, walipokuwa wakisifu, milango ya gereza ikafunguka. Lakini pia kuna maombi ya pamoja na kuabudu. Kwa yako maombi ya aina mbalimbali ambacho ndicho nachotamani sana kiingie ndani yako. Yako maombi ya aina mbalimbali ambayo yanafanyika katika mwili wa Kristo na yanazaa matunda ambayo yamekusudiwa. Sasa kwa siku ya leo nataka tuangalie pia maombi ya kwenda specific, kwenda kumwomba Bwana rehema. Amina, watu wa Mungu. Hauendi kwenda kwa Bwana kumwomba Mungu kazi, hauendi kwenda kwa Bwana kumwomba kitu chochote. Unaenda tu kuomba rehema. Ndicho kitu ambacho tunataka tuangalie na faida zake. Nataka tufungue kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 4. Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 ni mstari ambao tumekuwa tukiusikia mara kwa mara. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16.
Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Ni mstari mzuri ulioko mahali hapa ambao unaweza ukatufundisha kitu kizuri kilichoko mahali hapa. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi: basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Watu wa Mungu, kama tunachokiona mahali hapa, tunaona wazi kabisa kwamba kuna kiti cha neema ambacho kiko mbinguni, ambacho kwa kweli tunatakiwa tupate kukikaribia. Lengo la hicho kitu ni kwenda kupewa rehema, sio kupewa kitu kingine chochote ambacho unakitaka mahali pale. Lengo lake kubwa ni uweze kwenda katika kile kiti upate kupewa rehema. Sasa kunakuwa na swali hili: kwa nini ni muhimu sana katika maisha kujifunza kumwomba Mungu rehema mara kwa mara? Kwa nini ni muhimu sana kumwomba Mungu rehema mara kwa mara kwenye maisha yetu? Sababu ya kwanza ambayo nataka niweke mahali hapa ni kwa sababu inakusaidia kujibu maombi yako hata kama imani yako iko chini. Maombi ya kumwomba Mungu rehema mara kwa mara yanakusaidia kujibu maombi yako hata kama imani yako iko chini. Watu wa Mungu, nitaonyesha mistari kadha wa kadha mahali hapa. Maeneo mengi kama ulikuwa unaangalia Yesu alikuwa akifanya majibu ya maombi kwa watu, alikuwa anajibu kutokana na kiwango cha imani cha mtu. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa anawaambia watu kabisa, pokea muujiza wako sawa sawa na imani yako. Tunaenda sawa sawa mahali hapo. Maana yake unamfuata Yesu, unategemea Yesu akuponye. Lakini kwa kweli katika maeneo mengi sana, ukiangalia maeneo mengi sana ambapo Yesu alikuwa akiombea wagonjwa, alikuwa akiwaponya kutokana na kiwango cha imani. Moja ya kitu ambacho huwa ni ukweli mgumu sana kukubali, nataka nikuhakikishie, Yesu hata alipokuwa hapa duniani hakuponya kila mtu. Hakuponya kila mtu. Na tunaweza kuonyesha katika maandiko. Watu wengi wanafikiri Yesu akiwa ibadani ataponya kila mtu. Kuna siku tunafahamu ule muujiza kwenye Biblia ambao Yesu alienda kwenye lile birika la Siloamu, si ndio? Watu waliokuwa wanasubiri malaika atibue maji. Kwenda sawa sawa. Alafu anatumbukia wa kwanza anapona. Yesu aliingia kwenye lile birika. Tunakubaliana watu wote, watu wa Mungu. Lile birika lilikuwa na wagonjwa wengi. Tunakubaliana watu wote pale. Walikuwepo wengi sana. Lakini aliponywa mmoja. Amina, watu wa Mungu, tuko mahali hapa. Aliponywa mmoja kabisa. Kwa hiyo sisi na hicho ni kitu ambacho kinasumbua watu wengi sana. Watu wengi wanafikiri Yesu akiwa katika mwili akija hapa ataponya kila mtu. Lakini nakuonyesha wazi kabisa kuna sehemu Yesu aliingia hakuponya kila mtu. Na maeneo mengi aliponya watu kwa kadiri ya imani waliokuwa nayo. Kuna sehemu zingine pameandikwa wazi kabisa hakufanya muujiza wowote kwa sababu hawakuamini. Yaani kumbe Yesu naye anaweza kaingia mahali akiona watu hawaamini, hafanyi muujiza wowote. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa nataka nikupe tu mfano mwingine. Kwa mfano, Yesu tunafahamu alikuwa anaenda Yerusalemu. Amina, watu wa Mungu. Alienda Yerusalemu, akaenda kwenye hekalu kusali. Katika lile hekalu, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 3 na sura ya 2, wameweka wazi kabisa kulikuwa na kiwete aliyekuwa anakaa mlangoni muda mrefu kwa miaka mingi. Kama Yesu alikuwa anaingia hekaluni, alimwona huyo kiwete, lakini hakumponya. Kwa nini?
huyu kienda ile kuponywa na Petro. Lakini Yesu alikuwa anapita njia hiyo hiyo. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Hata ndani yako kiingie hichi kitu kwamba kwa sababu saa zingine watu wa ni kitu kinashangaa sana. Ni kitu ambacho kinaumiza watu wengi sana. Leo kulikuwa na uwepo mkubwa sana wa Mungu labda ibadani. Leo tumeona Mungu akitembea sana ibadani. Kulikuwa na mgugiko sana ibadani. Alafu ghafla mambo yetu yanabaki vile vile kama yalivyokuwepo. Kwani kwa sababu watu wengi wanashindwa kugundua hicho kitu. Kwamba Yesu anaweza akawepo mahali usipomfanya afanye kitu juu ya maisha yako na yeye hafanyi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa nataka uangalie, hebu tusome hili neno la Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9. Mathayo ni kitabu kimoja kizuri sana, kimeelezea hili swala vizuri sana. Mathayo sura ya 9, tuanze mstari tuangalie kuanzia ule mstari wa pili, tuanze mstari wa pili. Mathayo sura ya 9 mstari wa pili. Tutataja mistari kadha wa kadha tuiangalie ili tupate kitu ndani ya mioyo yetu mahali hapa. Ukisoma katika ule mstari wa pili maandiko yanasema hivi: na tazama wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu, angalia watu wa Mungu jamani hapo. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. It was so amazing. Yaani mgonjwa amekuja. Ndio maana nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu kwa Yesu ambacho watu wengi hatukioni. Mgonjwa amekuja, amelala. Yeye akatazama wale waliomleta. Alipoona imani ya wale waliomleta, ndio akamponya huyo. Maana yake kama wale ambao waliomleta wangekuwa hawana imani, mambo yangebaki hapo. Kwa sababu maandiko yanasema alipoiona imani yao akamponya yule mgonjwa. Amina watu wa Mungu. Tuko pamoja hadi hapo. Kwa hiyo unaona wazi kabisa Yesu aliangalia imani kabla ya kutenda chochote. Maana yake hawa watu waliomleta wasingekuwa na imani, watu wa Mungu, huyu mtu asingepona. Okay, tuangalie mstari wa 22. Nataka tuangalie tu katika hiyo Mathayo sura ya 9, mstari wa 22. Uone mambo ya Yesu. Huyu ni Yesu jamani anayefanya. Okay, tukianza ule mstari wa 21. Mstari wa 21 maandiko yanasema hivi: kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Kristo asifiwe mtu wa Mungu. Tunaona eneo lingine hapa, Yesu naona bado anaponya watu, lakini anaponya kwa sababu ya imani ya mtu. Huyu binti aliyekuwa anatoka na damu miaka zaidi ya 10 na kitu, yeye aliponya kwa sababu tu ya kuamini. Akaenda akasema, naamini nikigusa nguo ya Yesu nitapona. Na alipoenda kugusa akapona. Sasa angalia, Yesu akamwambia kilichokuponya sio kunigusa, ni kwa sababu nilikuwa na imani. Kwa sababu hapo katikati kipindi kile kulikuwa na shangwe. Watu walikuwa wanamgusa wengi Yesu. Walikuwa wanamshika watu wengi. Walikuwa wanamshangaa. Ingekuwa katika kipindi chetu Yesu amemaliza kuhubiri hapa watu wangepiga naye selfie, sivyo? Lakini watu wasingepona. Ila kuna mwanamke mmoja yeye aliamua kumgusa kwa imani. Yesu akasema, kwa sababu umenigusa kwa imani umepona. Hao wengine wamenigusa kwa sababu wanataka kunishangaa, kuchukua selfie na vitu vingine, hao kwa kweli wataendelea kubaki vile vile. Kristo asifiwe. Tusome tena hapo mstari wa 29 katika hiyo Mathayo sura ya 9, mstari wa 29. Tukianzia mstari wa 28 maandiko yanasema hivi: naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akamwambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Mstari wa 30, macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawaagiza kwa nguvu, angalieni hata mtu mmoja asijue. Kristo asifiwe. Kwa tunaona tena muujiza wa kuponya macho ya watu.
hawa watu, kitu cha kwanza kabla hajaanza kuwaombea ni kwamba unaamini Yesu anaweza kukuponya? Hili swali ni zuri sana watu wa Mungu, kwa sababu kuna mtu ambaye anataka kuwa mzima ila haamini kwamba Yesu anaweza kumponya. Anaamini hata mganga wa kienyeji anaweza kumponya. Ndio maana Yesu akauliza, "Halo, mnaamini kwamba anaweza nikawaponya?" Kitu cha kwanza alichokuwa anataka ni imani. Kama una imani, tunaenda kufanya kazi. Kama uamini, sijui kingetokea nini kama ungekuwa waamini. Na mwingine Yesu akasema urudi mlipotoka. Lakini angalia Yesu alipokuwa strict kabisa kwamba mnaamini ninaweza kuwaponya? Nao wakasema ndio, tunaamini Bwana. Baada ya hapo akawekea mikono nao wakafunguka. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa kitu gani nataka nikuonyeshe mahali hapa? Kila mahali Yesu alikuwa anafanya miujiza kwa kadri ya imani. Na nataka nikwambie hata leo kuna wakati miujiza mingine ili itendeke katika maisha yako inahitaji uwe na imani. Ukikosa imani, Yesu ni ngumu sana kukutendea muujiza. Lakini watu wa Mungu, kweli ni kwamba kuna muda imani huwa inashuka. Yaani kuna muda imani huwa inashuka. Huwa tunapataga nafasi ya kuombea wagonjwa. Kuna siku mgonjwa mmoja alikuja. Tunafanya semina hivi. Tukasema kesho tutaombea wagonjwa. Yule mgonjwa alipoingia, aisee, imani ilisha kabisa. Isikudanganya, yani alipoingizwa pale, hoja ni rahisi kusikia watu wamevunja dari wakamshusha mgonjwa. Kama una imani ya Yesu utaamini. Lakini siku wewe ndio uko mahali unahubiri wakaleta kwako hivi, unaona kabisa imani inacheza hapo, unasema hapa kuna shughuli. Kwa hiyo by that time nilipoona kile kitu, imani katika kabisa. Kasema Mungu nisaidie basi hata imani ya kuhubiri tu kwanza nimalize. Hao itabidi waombe mwisho. Kwa sababu ulikuwa umeshatangaza watu waje na wagonjwa, watu wamekuja nao. Imani ilisha. Kitu gani nataka nikwambie? Kuna muda katika maisha unaweza ukapata tatizo, imani ikaisha kabisa. Ipo kabisa. Sasa kama Yesu atatumia imani peke yake kukusaidia, hautopata msaada. Amina, watu wa Mungu. Kama Yesu atatumia tu imani peke yake kukusaidia, kuna kwa kweli hutopata msaada. Kwa sababu atakutazama huna imani. Hauna imani kabisa. Hauna imani kabisa. Lakini bado unahitaji msaada. Sasa kuna saa kama nilivyosema kwamba kuna saa Yesu anaweza akakutendea muujiza hata kama haukiri vigezo vya imani vilivyowekwa. Kuna saa anaweza kukutendea hivi. Kwa mfano, hebu tusome hili neno, litatufungua fikra la Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15 kuanzia mstari wa 25 mpaka wa 28. Mathayo sura ya 15 mstari wa 25 mpaka wa 28. Ni maandiko mazuri yako mahali pale. Mathayo sura ya 15 mstari wa 25 mpaka wa 28. Maandiko yanasema hivi: naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu. Sasa hapo ndio Yesu anasema. Yesu ndo anamjibu huyu mwanamke ambaye amekuja kumwomba msaada. Angalia Yesu alikuwa na majibu. Akasema, naye akaja akamsujudia akasema, unisaidie. Akamjibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Mstari wa 27, yule mwanamke akajibu akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukao mezani kwa bwana zao. Ndipo Yesu akamjibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Kristo asifiwe. Huu mstari napenda sana kuongea na wale ambao ndani wana utumishi wa Mungu na wanamtumikia Mungu. Utawasaidia sana hasa unapoombea wagonjwa. Huyu mama alimfuata Yesu.
alikuwa ni Msamaria, hakuwa ni Myahudi. Na Yesu akamwambia, Bwana, unajua hii miujiza na hivi vitu nimetumwa kwanza kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Kwa kweli sidhani kama ni sahihi kufanya muujiza katika jamii yenu. Yule mama akasema, hapana, hata mbwa huokota makombo kwa wale watoto. Kwa baada ya hapo tunaona baada ya kubishana na Yesu akatenda. Kitu ambacho nataka ukifahamu mahali hapa, kuna saa Mungu anaweza akamponya mtu hata kabla hajaokoka. Huyu Msamaria alikuwa hajaokoka kabisa. Amina, watu wa Mungu, alikuwa hajaokoka kabisa. Lakini Yesu baada ya kufanya negotiation mahali pale, anaweza akafanya muujiza wa namna hiyo. Nakumbuka zamani tulikuwa tumeitwa na mtu mmoja hapa, alikuwepo hapa mjini, tumeitwa kwenda kumwombea, na tukawa tumejipanga. Kwa kweli kabla ya kumwombea huyu kwanza alikuwa na mambo mengi sana, amevuruga hapa mjini, amefanya vurugu nyingi hapa mjini. Kwa hiyo tukasema hatumwombei mpaka aokoke. Shuna kweli kabisa, hatumwombei mpaka aokoke. Kwa hiyo na sisi tukajipanga hivyo kwamba hatumwombei mpaka aokoke. Kwa hiyo tukaenda kwenye nyumba yake. Kwa hiyo kabla, kwa sababu tulikuwa watumishi wengi, tukafika mahali pale, tukaanza sema sasa tufanye sala ya kufungua ibada. Tulipoanza kufanya sala ya kufungua ibada, kumbuka mioyo yetu sisi tumepanga hivi, tutaongea naye, akiokoka ndo tutamwombea Mungu. Asipokoka tunamwacha. Unajua kipindi kile bado kijana wa bichi, tuna ule moto kabisa wa injili, atuchekei mtu. Kuokoka baki hivyo hivyo. Kiokoka let's go, tunaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo mwisho wa siku tulipofanya tu ile sala ya kufungua, yule baba alikuwa amepoza, tukashangaa ameinuka. Sasa moyoni unajua kuna kile kitu, sasa huyu mbona anapona kabla hajaokoka? Unaanza kujiuliza, mbona anapona kabla hajaokoka? Ndipo kitu ambacho nikajifunza, kuna wengine wanaweza wakaguswa na Mungu hata kabla hawajaokoka. Na hicho kitu kinaweza kikakutesa sana kama una uwezo. Na ndio maana funguo za uponyaji anakaa nazo Mungu mwenyewe, kwa sababu angekaa nazo binadamu wangekuwa kuna watu wasingeombewa kupona. Kwa hiyo baba akapona kabisa. Nachotaka nikuulize ukweli, alipopona kikweli hakuokoka siku ile. Aliokoka baadaye. Sasa fikiria, sisi tumetoka tunawaza. Sasa mwisho wa siku mnabaki mna mawazo. Sasa huyu amepona kwa sala tu ya kufungua. Lakini tunataka aokoke kwanza ndo apone. Lakini hapana. Akapona bila kuokoka. Kuna vitu vinaweza vikatokea vya namna hiyo katika maisha yetu. Kwa ni vizuri sana kufungua mioyo yetu ipate kutokea mahali hapa. Sasa kitu ambacho nataka kukisisitizia kutoka kwa huyu mwanamke, kuna saa hata wewe imani yako inaweza ikawa imekufa kabisa. Inaweza ikawa imeisha kabisa. Uamini kwamba Bwana anaweza kutenda, unaishia kusema kwa kweli hapa nimechoka. Na mara nyingi imani inakuwa imekufa kwa sababu yumkini umeliombea hilo jambo kwa muda mrefu. Labda umeombea familia kwa muda mrefu, umeombea ndoa kwa muda mrefu, umeombea biashara kwa muda mrefu, lakini haupati mpenyo ule ambao unataka upate mara kwa mara. Haupati mara kwa mara. Umekiombea hicho kitu kwa muda mrefu, ghafla imani inachoka. Sasa imani inapochoka, kitu ambacho unatakiwa kumbuka kukiomba baada hapo, usiende kwa Yesu kama una imani tena. Nenda kwa Yesu, omba neema zake. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu ukienda kwa imani, kwa kweli akikutazama anaona uamini kabisa. Anaona kabisa hamna kitu unaamini hapa. Lakini ukiomba rehema anakupa hata kama imani yako iko chini. Hata kama imani yako kwa kweli inaonekana wazi kabisa. Kwa kweli inaonekana wazi kabisa, umechoka kabisa, hauwezi kufanya chochote. Mungu anaweza kufanya kitu kwa ajili yako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa hiyo tunachoona mahali pale mstari, kwa mfano kusoma katika kile kitabu cha Marko sura ya 10. Tusome Marko sura ya 10. Marko sura ya 10 mstari wa 47 mpaka 48. Marko sura ya 10 mstari wa 47 mpaka 8. Maandiko yanasema hivi: na aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Nataka nieleze maana huyu alikuwa ni kipofu.
kiukweli imani alikuwa anajua kama Yesu anaweza kufanya, lakini saa zingine uamini sana kama anaweza kufanya huu muujiza. Kuna vitu saa zingine umeviombea sana, kwa kweli umeviombea sana, unajua kabisa Yesu anaweza kuvifanya, lakini wewe imani yako iweze kufikia kile kiwango ambacho Yesu anakihitaji kwa ajili ya kukipona hauna. Unatakiwa ufanye kama huyu mtu sasa. Yeye alipaza sauti akisema, Mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Nachotaka uonyeshe mahali pale pamoja na kupaza sauti. Ukienda kusoma mstari 49 na 48 mpaka 51 anasema, Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapana kuona, akamfuata njiani. Kristo asifiwe. Unaona pale mwanzoni kabisa ameanza na kumwomba Mungu nini? Rehema. Na ndipo baada ya kuomba rehema kwa muda mrefu, kile alichokuwa anakitaka akakipata. Sasa kitu gani ambacho nataka nikuonyeshe mahali hapa ni kwamba saa zingine unaweza ukajiwekea katika maisha yako kukaa katika maombi, kuomba rehema za Mungu kwa ajili ya watoto wako, kuomba rehema za Mungu kwa ajili ya biashara, kuomba rehema za Mungu kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kanisa. Kumbuka, rehema za Mungu hazihitaji uwe safi kiimani ili zifanye kazi. Hazihitaji kwamba uwe mtakatifu sana ili zifanye kazi juu yako. Na saa zingine hazihitaji imani yako sana, ile zinahitaji tu uamini kwamba nikimwomba rehema Bwana ananipa. Ukiweka juhudi katika kuomba hiyo rehema, ghafla utaanza kuona kuna vitu ambavyo uliviomba kwa muda mrefu na vilionekana ni vigumu sana kutimia, Mungu anaenda kuvifanya katika maisha yako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ndio maana natamani ndani ya kiu yako kwa dakika hii chache ambazo tunazo, unavyo vitu vingi ambavyo umemwomba Mungu, na Mungu kwa kweli unaona kabisa kama havisikii. Hebu twende mbele za Mungu kuomba atupe rehema katika hilo eneo. Twende mbele za Mungu tumlilie kabisa, tuombe Mungu, tunaomba rehema katika hili eneo. Tupate sana tuombe Mungu rehema katika hili eneo. Nazo shuhuda nyingi sana ambazo ningepata nafasi ningekueleza na kukueleza. Ungeshangaa sana vitu ambavyo vinatokea kwa kufanya maombi ya rehema. Na moja ya kitu ambacho nataka nikiache katika moyo wako, mtu wa Mungu, maombi ya rehema usifanye tu kwa kuomba muda mfupi tu kwa dakika chache. Saa zingine chukua nafasi ya kufunga pia huku ukiomba rehema. Amina, watu wa Mungu. Chukua nafasi ya kufunga kabisa ukiomba rehema. Chukua siku 2, siku 3, siku 4, siku kadha wa kadha, unaomba tu rehema za Mungu. Nataka nikuhakikishie utaona vitu ambavyo umeona ni vigumu sana kujibiwa vikijibiwa. Kuona vitu ambavyo vile ni vigumu sana kujibiwa vitajibiwa kwa haraka sana. Hasa kwa dakika chache ambazo tumesoma katika ile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, tunaipata faida ya kwanza. Siku nyingine tukirudi Mungu atatupa nafasi tutajifunza faida zingine. Nataka tuongelee faida ya kwanza tu. Faida ya kwanza ambayo tumekwisha kuiangalia ni kwamba inatupa neema ya kupata tunachokitaka. Faida ya kuomba maombi ya rehema, inatupa neema ya kupata tunachokitaka. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 tunasema wazi kabisa, 4:16, maandiko yanasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo tunapata rehema pamoja na neema ambazo zitatusaidia wakati wa mahitaji. Huu mstari una vitu vingi sana, na naomba Mungu nisiende sana ndani mahali hapo. Kwenye jambo la kwanza, unaweza katika huu mstari unatuonyesha mahali hapo ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati anaomba rehema wakati huo na neema, alikuwa hana mahitaji. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu hapa mwishoni amesema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati huo aliokuwepo alikuwa hana mahitaji. Kwa sababu alikuwa ameomba rehema na muda mrefu amekaa kwenye maombi ya kuomba rehema Mungu mara kwa mara, ilipofika wakati wa mahitaji anashangaa mambo yake yanavuka tu kirahisi, yanavuka kiwepesi. Kumbe ni kwa sababu ya mambo ambayo aliomba muda mrefu kwa nyuma, kipindi cha nyuma. Ndio maana sasa zingine wanasema hata kama ujisikii kuomba, unaona kila kitu kiko sawa katika maisha yako, omba rehema za Mungu, zitakusaidia wakati wa mahitaji.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kila mtu naamini analo jambo ambalo anatamani kumwomba Mungu. Amina, watu wa Mungu. Kila mtu analo, amina. Tunalo wote, kila mtu natamani kwa dakika hizi chache twende mbele za Mungu kwa yale ambayo unayo. Tuombe rehema, alafu kisha tunaenda ratiba nyingine. Basi tusimame sasa hivi, tusimame sasa.